Mtazamaji wa Global TV, mtazamaji wa 7 Media, mtazamaji wa Nyundo TV. Hapa tulipo ni msibani ambapo alikuwa akiishi baba mzazi wa Juma Kassim Nature, mzee Kassim, na amefariki dunia siku ya juzi usiku, lakini asubuhi taarifa zake zikaanza kupatikana kwenye mitandao na tuliwahi kufika tukashuhudia kwamba ni kweli. Na sasa tuko na mwanamuziki mkubwa hapa Temeke, sio mgeni. Unapomzungumza Chege unamzungumza kwa herufi kubwa kwenye kiwanda cha muziki. Chege, pole sana kwa msiba. Asante sana, pole na. Asante. Nitamani kwanza kusikia jinsi ambavyo umepata taarifa yenyewe ya kifo cha marehemu mzee Kassim, baba mzazi wa Juma Nature, na yeye ni mmoja kati ya watu ambao kidogo mzee huyu atakuwa kuna namna amekuwekea baraka zake kama baba. Msiba kwanza ni kitu ambacho kinashtua kwa sababu msiba uzoeleki, ingawa ni swala la kila mtu lazima apitie. Kwa sababu mimi ni artist mwenzie na Juma Nature, tumefanya kazi pamoja for a long time. Sasa msiba wake nafikiri ni wa kwetu sote. Kwa hiyo nilipata kwa mshtuko mkubwa, na kitu pekee nilichosema ni kumwombea tu Mwenyezi Mungu amweke mahali peponi. Kipindi chote ambacho ulikuwa ukifahamiana na mzee, kipindi ambacho amefanya kazi kwa karibu na Juma Nature, kwa maana ya kazi zenu muda mwingi, nafahamu kwamba kuna siku ambayo labda ulishaikuja kwao ukakutana na mzee. Unakumbuka moment gani ya mzee ambao ulikutana naye wakati uko na rafiki yako Juma Kassim Nature? Nikiongea mambo mengi nitakuwa mwongo sana, kwa sababu nafikiri katika kukutana kwangu na marehemu mzee ilikuwa ni salamu, na sikupata nafasi ya kuongea naye kwa kirefu kiukweli, lakini historia yake ninayo kwamba alikuwa ni mpenda watu, na wakati nakutana naye niliona hiyo upendo wake. Alikuwa anapenda rafiki zake Nature, alikuwa anapenda muunganiko, alikuwa apendi watu wanavyogombana, alikuwa apendi ule mgawanyiko, alikuwa mtu wa hivyo kwa historia ambayo ninayo. Na tunafahamu kwamba wewe na Juma Nature ni watu ambao wamefanya kazi vizuri misimu yote, wakati wote, na watu hawakushangaa kumuona Chege leo akija kwenye msiba, kwa maana kuja kwa ajili ya kumfariji rafiki yake na vitu kama hivyo. Hii inatufundisha nini? Of course kwa wanamuziki au watu maarufu au watu ambao wanakimbiliana kwenye shida, kama ambavyo wewe umemkimbilia mwenzako kwenye shida, lakini kuna wengine wanachagua kwa namna ya kwenda kuwakimbilia marafiki zao, kuwakimbilia wale watu ambao wamedumu nao kwenye kazi za aina zote, wanapokuwa labda kila mmoja amepitia upande wa kulia kutafuta riziki yake. Mimi siwezi kuiweka kwenye mtu anachagua kwenda kwenye msiba fulani na kuacha kwenda kwenye msiba fulani. Naweza kuiweka kwamba matatizo yanapotokea yanatokea kwa nafasi ya mtu. Mimi ingetokea labda msiba umetokea nipo labda Kigoma, nipo Bukoba, nipo nje ya nchi, nisingetokea, lakini nisingetafsirika nimechagua. Kwa hiyo mimi naweza kuiweka ni kwamba nafasi ya mtu ndio inaweza kumfanya afike kwenye msiba au asifike. Siwezi kabisa kuweka kwenye kuchagua, kwa sababu huwezi kuchagua msiba uchaguliwi. Kuna kitu ambacho tunakiona kama wanahabari na tunasisitiza kukisema, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo nyinyi wasanii ambao mmechonga barabara kwa muda mrefu, kudumu kwenye game kwa muda mrefu, jinsi ambavyo mnakimbiliana, lakini jinsi ambavyo mkikutana kama hivi unaona kuna ile love ya kutosha, ni kama mtu amezaliwa tumbo moja na mwenzake. Lakini hatuioni hiyo kwa wanamuziki ambao wanachepukia kizazi hiki, kwa maana ya upcoming. Labda mna kitu gani ambacho nyinyi binafsi mliokuwa mnaingia kwenye game mliokeana kama kusema bwana, sisi tunatakiwa tupite kwenye misingi hii, kwa sababu sisi tumekuwa kwa namna hii, hata tupishane kwenye kazi. Mimi nafikiri biashara yote ikiwa na watu wachache na kuwa na umoja, ikishakuwa na watu wengi ushindani unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo career yetu sisi tulikuwa wachache nafikiri, kwa hiyo umoja ulikuwa mkubwa. Career ya sasa ina watu wengi sana, artists ni wengi sana, kila mtu na mentality zake, vizazi vimechange, ideas zimebadilika, kwa hiyo kila mtu ana mitazamo yake. Tunaona Gen Z wana vitu vyao vipya kabisa, kwa hiyo inabidi tuende nao sawa, tusiwalaumu sana kwa sababu ni kizazi kingine. Ni memory gani ambayo umeipata ni baada ya kufika tu hapa msibani na kukutana na marafiki zako labda ambao hamjakutana muda mrefu, lakini leo mmekutana, ile love, lakini jinsi ambavyo mlikuwa mnakutana mwanzoni huko na sasa hivi, labda ni kazi tu ambazo zinawafanya kila mmoja apite huku kutafuta riziki na tonge lake na familia. Unajua maisha lazima yaende, unajua sio vile ambavyo nataka kusimama. Nini ambacho mkikumbuka umesema maisha yetu haya? Nimefurahi kwa sababu tunakumbushana tulipotoka, na wengi ambao tumekutana hapa tulikuwa pamoja wakati sisi sio mastaa kubwa, tulikuwa ni watu wa kawaida ambao tunaanza kupanda daladala, unajua zile. Kwa hiyo tunakumbushana zile moment ambazo wakati tunaanza game kujitafuta, kila mtu kutafuta njia yake, na baada ya kila mtu kujipata kwa namna yake, tumekutana tena. Mungu ametuweka bado tuko wazima na afya bora, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Watu wengi tulikuwa tukiamini kwamba East Coast na Temeke yani hawezi wakaiva tumbo moja, hawezi wakaiva eneo moja na vitu kama. Lakini leo tumeona kwamba mmoja kati ya memba kutoka East Coast team wamekuja kutembea huku kwa maana kuja kuwafariji msiba ambao huko Temeke, Dar es Salaam. Nani sijamuona? Nani anaitwa? Jina limetoka kidogo tu. Okay, na mbona yuko njiani anakuja. Sisi ni binadamu na sio milima. Ilikuwa lazima tukutane. Haijalishi tutakutana kwa njia gani. Njia ndo kama hizi tunakutana, na vitu vingine kwenye furaha na misiba tunakutana. Sisi sio maadui, ile ni game. Game unajua, sijui watu wengine wanaipelekaje. Game, ushindani wa game ni kwenye majukwaa, kwenye kuimba, kwenye kuandika muziki. Lakini kwenye utu utabaki pale pale. Msiba huu wa marehemu Mzee Kasim, baba yake mzazi wa Juma Nature, unatuacha na somo gani, Chege? Unatufundisha kwamba hapa duniani sisi tunapita tu. Kwa hiyo tuishi vizuri na wenzetu, tuishi vizuri na watu, tupendane sana, kwa sababu hatujui mwisho wetu ni lini. Maneno mazuri ya kufariji ya mwanamuziki Chege Chigunda, mmoja kati ya wanamuziki ambao ni mizizi ya TMK, kafanya makubwa na anaendelea kuyafanya makubwa na bado anapambana kwenye game. Mimi naitwa Gabi. Moyo wa upendo na kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu sisi ni raia, sio kwamba tunajua sana kila kitu, hapana. Kuna hiyo kitu mimi ninayo hiyo, na ndio maana utaona nimeshirikiana na watu wengi sana katika sanaa yangu, na wengi wamefaulu, wamefaulu, yani kazi zao zimekuwa zimefanya vizuri. Taarifa ya kwanza mimi Gabi Mtanzania nilipata kupitia Inspector Harun ambaye ni rafiki yako wa karibu sana na amefanya mambo mengi muda mwingi kwenye muziki. Lakini pia nimemwona Rich One, wasanii ambao wamekukimbilia kwanza kabisa. Neno lako ni lipi? Kwanza nawashukuru sana kwa kuwahi. Alafu kitu kingine nimegundua kitu kimoja cha faster. Tuwe sana kwenye magrupu, kwa sababu taarifa kumpigia kila mtu, najua wengi sijawapigia simu kwa sababu mmoja afu mimi na watu wengi unajua. Sasa grupu ndo vizuri. Hata mimi nilipopata tatizo moja kwa moja nimekimbia kwenye tuma ambayo na mimi nipo member. Nimepiga Bongo Record, nimepigia na familia, tuseme kwa kifupi. Nadhani ndo hata wewe umefika kupitia hizo system pia kaka, mpaka kwa kuambia Inspector, kwa sababu Inspector naye pia yeye mwenyewe alipitia kupitia magrupu ya. Kwa hiyo ni simple na nadhani watu wengi tawafikia. Na ninashukuru kwa kuja ndugu yangu, kwa sababu wa faida na kitambo mzee unamjua mpaka leo amekuja Fariki. Bana. Neno lako ni lipi? Nimeona jinsi ambavyo muunganiko wenu wanamuziki wa Temeke, jinsi ambavyo mnakimbiliana kwenye shida, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao unawapandisha bendera ya Temeke. Ukitaja Juma Nature, ukitaja Inspector Harun, ndio unahitaja Temeke yenyewe. Neno lako ni lipi katika msiba huu mzito na jinsi ambavyo nyinyi wenyewe mnashikana kwenye wakati wote? Naambia tusikate tamaa, kwa sababu msiba unatokea muda wote na hakuna mtu ambaye atadumu. Cha msingi ni kumweka Mungu mbele, kumuomba Mwenyezi Mungu amsaidie mzee wetu, amwepushe na adhabu ya kaburi. Pia nawakumbusha tu ndugu zangu, wasanii wenzangu, tu na umoja tu. Umoja unajenga. Pole sana Nature. Inshallah. Asante sana mzee. Bana.